Mtuhumiwa mshtakiwa Tundu Antipas hakuja mahakamani kwa sababu mahakama ilikuwa imetoa amri jana usiku kwamba kesi hii itaendelea kwa njia ya mtandao. Na hiyo taarifa ambayo imetumwa na wakili tumeipata saa 3:07 usiku. Mara ya kwanza tunaamini kwamba kesi itasikilizwa kama ambavyo ilikuwa imeamriwa mnamo tarehe 10 ya mwezi wa 4 2025 kwamba zingetajwa leo na pengine maelekezo zaidi. Ile kesi ya kuchapisha habari za uongo ilikuwa ni kwamba leo ndio ifanye usikilizaji wa awali, na baada ya hapo kuweza kupata amri nyingine kuweza kujua nini kitaendelea, kwa sababu upande wa mashtaka ulikuwa umeshaambia mahakama kwamba upelelezi umekamilika. Ile kesi ya tuhuma juu ya uhaini hiyo tulikuwa tunaambia kwamba upelelezi haujakamilika, na leo ilikuwa ni siku ya kuweza kutajwa kwa kesi. Lakini sasa ambacho kimejitokeza, mteja wetu Tundu Antipas Lissu aliwaambia kwamba kesi itasikilizwa kwa njia ya mtandao, na akiwa anafahamu haki zake kabisa za kikatiba na za kisheria kwamba ana haki ya kushiriki katika mwenendo mzima wa kesi, na kesi ilikuwa imetoka kwamba tungeweza kusikilizwa kwa njia ya kuwepo mahakamani, basi yeye akuwepo mahakamani. Na alikataa kule magereza Ukonga kushiriki katika mwenendo mzima wa kesi kama njia moja hapo kuweza kutuma ujumbe kwamba kama kwa makosa ambayo ameshtakiwa nayo ni ya kijinai na ni makubwa, awe kama kiongozi wa chama cha kisiasa kikubwa hapa nchini, basi alikuwa na haki ya kushiriki moja kwa moja. Sasa sisi upande wa wakili wa utetezi tulijibu hoja ya mawakili wa serikali ambao wao walikuwa wameomba kwamba kutokana na mshtakiwa kutokuwepo katika ukumbi wa mahakama wa gerezani Ukonga kwamba kesi hizo ziahirishwe. Tulikuwa na mapingamizi ambayo na maombi ambayo tuliyaomba kwamba tukitumia mahakama kwanza chini ya hakimu Murimi kwamba amri zitolewe kwamba mteja wetu aje mahakamani, wale ambao wamemshikilia kule ndani wao wanamleta mahakamani, na kwamba alinyimwa haki ya kuweza kuonana na mawakili wake, kwa sababu mawakili wetu wamekwenda kule juzi na jana hatukuweza kumuona. Ilipokuwa ni mwenzetu tu mmoja ambaye alifanikiwa kumuona juzi kwa muda mfupi, lakini kwa kuzungumza naye kwa njia ya simu na kwenye kioo, kwamba kiasi kwamba ile haki yake ile usiri kati ya wakili na mteja wake ilikuwa haipo kabisa. Kwa maana hiyo kile kilichofanyika ambacho wakili alimuona siku ya juzi alifanya alikuwa kwa kweli kama ni mazungumzo kati ya wakili na mteja wake. Katika kesi ya kwanza upande wa serikali ulisema kwamba unahitaji muda kuweza kuwasiliana na watu wa magereza ili waweze kujibu hizo hoja. Kwa hiyo kesi hii imeahirishwa hadi Jumatatu tarehe 28 ya mwezi wa 4 saa 3 asubuhi ili upande wa jamhuri uweze kujibu madai yetu au maelezo yetu, hoja zetu zile. Na kesi ya pili ya uhaini baadaye ilikuwa chini ya hakimu mfawidhi Kiswaga, ambayo hoja kama zile zilitokeza pande ya serikali safari ya kuweza kujibu hizo hoja, na sisi tunaonyesha kwamba namna gani ambavyo haki za mteja wetu za kikatiba na za kisheria na pamoja na za kanuni na za zile maadhimio na maagano mbalimbali ya kimataifa ambayo Tanzania ni mwanachama wake, ambayo inalinda haki za binadamu na watu, jinsi ambavyo zimekiukwa. Sasa tukana tufanya hizo hoja kwa muda mrefu, na baadaye pande serikali wakajibu, na sisi tulifanya mabezo ya mwisho, na mwisho wa siku ikawa ni kwamba hakimu ametoa uamuzi wake kwa kwamba amekataa hoja za upande wa utetezi, na ameamuru kwamba mahakama ina haki ya kuweza kuendelea na kuendesha shauri kwa misingi ya kusikiliza kimtandao bila mteja wetu kuletwa mahakamani. Lakini sasa sisi ndio amri ambayo tunayo hivi sasa. Kwa hiyo tuna jukumu letu la pande wa wakili wa utetezi kwenda kukaa chini na kutafakari kitu gani cha kufanya ili kuweza kulinda haki za mteja wetu. Kwa hiyo hapa ndipo tulipo. Kama mlivyoweza kuona ni kwamba kutokana na sisi kesi hii kuendeshwa kimtandao, hata wale waandishi wa habari wameweza kushiriki na vile vile watu wengi waweza kushiriki, lakini jaji amesema hili njia, hakimu amesema njia ya mtandao inayofanya watu wengi zaidi kuweza kuhata kushiriki. Sasa sijajua
tutabidi hiyo swala kwamba hili ni hukumu ambayo umma inatakiwa iweze kutoa juu ya maamuzi hayo ya mahakama. Kwa hiyo hapo ndipo tulipo, lakini tunafahamu umma, watu wengi sana ambao ni wapenzi, ndugu na jamaa wa Lissu pamoja na viongozi wenzake wa Chadema wataka kushiriki katika kesi hii wakashindwa, na tumepata habari kama wengine wamepigwa na kuna habari ambazo zinathibitisha kwamba kuna mwingine ameuawa. Sasa haya yote ni masuala ambayo kwa kweli yanatia mashaka na mustakabali mzima wa namna ya kuonyesha haki jinai katika nchi yetu. Kwa hiyo basi leo waandishi habari ambao mlikuwepo, ambao mmefuatilia hizo habari, bora mkazichunguza na kuweza kutoa taswira sahihi kwa umma juu ya mambo yanaendelea hivi leo. Lakini sisi tunasisitiza kwamba mteja wetu haogopi mashtaka haya, bali anataka ashtakiwe katika mahakama ambayo ni ya wazi, na mwisho wa siku ataweza kujitetea na kuweza kufahamika kwamba kweli hizo tuhuma za kweli au tuhuma ni za kutungwa na hazina msingi yote ule, na zinalenga kumnyanyasa na kumtesa. Hayo yote yatafahamika mbele ya mahakama. Asanteni sana. Baada hii vipindi na kujadili tena inakuja kwa ajili ya nini kuzingatia bado kule? Nimesema ni tarehe 28 mwezi wa 4 saa 3 asubuhi. Kesi ya pili na kuja tarehe 6 ya mwezi wa 5 2025 ndio ndio tarehe. Asante.